Nimshukuru Mwenyezi Mungu kwamba katuwezesha kwa mara ya kwanza tumekwenda raundi ya 16 ya raundi ya mtoano. Baadhi ya waandishi ambao niliongea nao niliwaambia nia yangu kabisa ilikuwa sio kuishiria group stage, tuweze kupata kwenda raundi ya 16. Na kweli Mwenyezi Mungu ametujalia tumeweza kufika raundi ya 16, lakini raundi ya 16 yenyewe tumeingia kwa renki ambayo ilikuwa inatusababisha lazima tucheze na opponent ambaye yuko renki ya juu. Na watu wanasema kwa nini Morocco? Hii ilikuwa ni ilishatengenezwa kwamba mshindi wa kwanza kwenye grupu A atacheza na mshindi wa 4 aliyeshika nafasi ya 4 katika zile timu ambazo zimeshika namba 3 zikiwa na matokeo mazuri, na ndio nafasi tulioingia nayo. Kwa hiyo hatima yetu ikaangukia kwenye Morocco. Lakini pia mmeona mechi yenyewe sio kwamba tumeingia kinyonge hivyo. Tumeingia, tumecheza sisi kwa nafasi yetu tulioko ya 100 na kitu, na mtu ambaye yuko renki ya juu, lakini mtu ambaye amekuwepo amefika mpaka namba 4 kwenye kombe la dunia lililopita, ni jambo ambalo vijana wanastahili pongezi. Lakini pongezi zenyewe hizi pia sio kwa vijana tu, kwa wadau wote ambao wametuwezesha sisi kuweza kupata matayarisho mazuri, akiwemo serikali. Sema kweli vijana wamekuja kwenye michezo hii, walikuwa na kambi kule Egypt, lakini pia kabla ya kambi tulikuwa na mechi 2 za kirafiki kwenye tarehe za FIFA. Tulicheza na timu ya Irani na timu ya Kuwait. Kuwait ni timu ambayo iko chini yetu kwa renki, lakini Irani ni timu ambayo imekuwa ni timu ambazo zina qualify kombe la dunia muda wote, na renki yao ni ya juu. Kwa hiyo ilitusaidia, ingawa tulipoteza mechi zile, lakini pia mwanga ulionekana kwamba tunaelekea wapi. Mimi niwapongeze vijana wetu kwamba wameiweka Tanzania kwenye ramani ya mpira, kwa sababu jana tumecheza na Morocco. Morocco inafahamika dunia nzima, na dunia nzima ilikuwa inaangalia Morocco inacheza. Matarajio yao ilikuwa kwamba wanacheza na Tanzania, kwamba wanaweza kupata ikawa mechi rahisi, lakini ilikuwa sio mechi rahisi. Na mambo mengine kama mnavyoona, mara nyingi sisi viongozi hatupendi kuzungumza mambo ya waamuzi, kwa sababu kuna sehemu yao na Tanzania imeheshimika.